Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na wadau wengine limeandaa mashindano ya ujuzi 2026. Mashindano haya yanafanyika katika fani 9 ambazo zinawaleta wanafunzi kutoka vyuo vya elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Mashindano haya yalianzia katika ngazi ya vyuo na sasa hivi tuko katika ngazi ya kikanda ambayo sasa hivi tunaendelea nayo. Watakaoshinda katika mashindano ya kikanda watashindanishwa katika ngazi ya kitaifa ambayo kilele chake kitafanyika Agosti 2026 huko Tanga. Mashindano haya pia ni utekelezaji wa mipango na mikakati mbalimbali ya serikali, mathalan Dira ya Maendeleo 2050 ambayo inatilia mkazo kufikia maendeleo haya lazima tuwe na watu walioelimika na wenye ujuzi. Kwa hivyo huu ni mkakati ambao pia sisi kama NACTVET tunachangia katika utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2050. Tunaishukuru serikali kwa kuwa imetilia mkazo masuala ya ujuzi, na sisi kama baraza tutaendelea kuhakikisha kwamba vyuo vyetu vinatoa watu wenye ujuzi ili kuchangia katika maendeleo ya taifa, ambao ni wataalamu wa kushughulika na teknolojia ya ujuzi na ushonaji wa nguo. Leo tuna washiriki tunaowashindanisha ambao ni washiriki 9. Washiriki hao wanashiriki kwenye mashindano haya kutoka ngazi ya taifa. Watakavyomaliza mashindano haya, tunatarajia kuwapata washiriki 5 watakaopelekwa ngazi ya taifa, ambao wataenda kushindanishwa kwenda ngazi ya kanda na ngazi zinazofuata huko juu. Kwa hiyo hapa leo tunaona namna gani walivyoandaliwa. Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na NACTVET wameandaa eneo zuri na vifaa mbalimbali vinavyokidhi haja ya kimataifa. Tuna cherehani, tuna vifaa vyote vya kukata nguo, vya kushona ambavyo vimewaandaa vijana. Ninawashukuru sana waandaaji na waratibu. Wamewaandaa vijana kisaikolojia, kimwili na kila aina. Wamewapa maelekezo na vijana wako mahiri kabisa katika utendaji wa mashindano haya. Kila mtu anajitegemea kwa ufanyaji wa ukataji nguo, wa ushonaji nguo. Na nguo wanazoshona sio za kusema ni ngazi ya Mwananyamala, zinaweza zikavaliwa na mtu yoyote, ita Tanzania, ita Afrika Mashariki, ita duniani. Ndio maana tunawashindanisha na tunatarajia tukipata mshindi ataenda kutuwakilisha huko mbeleni, hata tupate mshindi bora wa kuwakilisha nchi yetu ya Tanzania. Kama nyie mnavyoona, cherehani vinavyotumika hapa ni vinavyotumika katika uwanda wote wa dunia. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi, tunaombea vijana wetu washiriki vyema na tupate mshindi bora. Kwa majina naitwa Ana Peter Lunguya. Mimi ni mkurugenzi wa chuo cha ubunifu na ushonaji ambacho kinaitwa Ana Collection Fashion Academy kinachopatikana Kijitonyama. Siku ya leo tunajivunia kuwa hosti wa mashindano makubwa ya kukuza ujuzi kitaifa ambayo yamefanyika hapa chuoni kwetu ngazi ya kanda. Mashindano haya yanalenga kuwaibua wabunifu na kukuza ujuzi upande wa ushonaji. Sisi kama AFA tunawapongeza sana NACTVET kwa kuja na mashindano haya ambayo yataenda kuwa na mabadiliko chanya katika sekta hii ya ubunifu na ushonaji. Ni kitu kikubwa sana, na ukilinganisha sasa hivi ushonaji umekuwa ni biashara. Ushonaji umekuwa ni ajira. Kwa hiyo kwa kufanya hivi wataibua vipaji vingi zaidi na pia kupata watu sahihi wa kuweza kutuwakilisha katika ngazi mbalimbali za Afrika, lakini pia kimataifa.